BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi bila pengo Ulua na kuletea taarifa kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa BMP TV online. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Taarifa hii ni mwitikio mkali wa Japhet Nascom kwa kauli za Lawrence Kanyuka ambaye anadaiwa kujitangazia kuwa mzungumzaji wa M23. Kundi la kisiasa na kijeshi la M23 limeitumu serikali ya Kinshasa kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa kati ya pande zote mbili hapo jana. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika karne ya 21 hii, Lawrence Kanyuka hawezi kumdanganya mtu yeyote. Lawrence Kanyuka Livingstone anapaswa kujua kwa kuwa taratibu za uhakiki zilizowekwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyosainiwa hapo jana, na kwa njia yoyote ile taratibu hizi azimteue yeye kuwa mzungumzaji. Zaidi hayo, mfumo huo una vipengele wazi vinavyowezesha kutambua na kuondoa aina hii ya madai. Hivyo basi walisia wa madai hayo ya Kanyuka ni wazi anategemea ulevi wa uandishi wa habari na ni upotoshaji. Tumeshachoka na uongo na udanganyifu wenu. Tabia hizi za kinyama haziwezi tena kupitishwa. Kusema kwa wazi, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa ili kufunga uwekezaji wenu katika maeneo mnayoshikilia kinyume cha sheria kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda kwa kukomeshwa kwa mapigano na vitendo vya ukatili ili kisha kuwezesha kukamuliwa na kuelekezwa mchakato wa kurejesha mamlaka ya serikali kwa mujibu wa kanuni za tamko la Doha. Lawrence Kanyuka Livingstone anafahamu hili vyema. Jaribio lolote la kufanya udanganyifu uliopangwa au ujumbe wa uongo wenye lengo la kuanzisha tena mapigano au kueneza hofu miongoni mwa wananchi wa kawaida litatendewaje kwamba litafichuliwa mara moja, lifunuliwa na kuchukuliwa kama ukiukwaji mkubwa na uliokusudiwa wa ahadi. Kwa wale wanaojaribu kupuza, Lawrence Kanyuka Livingstone ambaye tayari ameshtakiwa na kushtakiwa na Marekani kwa tuhuma za ufisadi na ukatili uliofanywa kwa ushirikiano na brigade ya mbele ya Rwanda ya M23, mara nyingi kuendelea na vurugu za kuigiza akubadilishi ukweli, kuondolewa kwa watu wanaohusika na uhalifu wa M23 umeanza kwa sababu maeneo haya yaliyoshikiliwa kinyume na sheria ni sehemu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lazima iwe na utawala wa kiserikali wa kawaida. Tunasisitiza kwamba hatua za kisheria na kiusalama zitachukuliwa dhidi ya wale wote watakaothubutu kuendeleza propaganda, uhalifu au mbinu zote zitakazohatarisha mchakato wa amani au usalama wa raia. Serikali na wadau wa kimataifa wataendelea kushirikiana kuhakikisha mchakato wa kutekeleza makubaliano ya Doha unafanyika kikamilifu kwa lengo la kuwalinda wananchi na kurejesha madaraka ya kikanda kwa mamlaka halali ya kitaifa. Maoni ya wananchi. Ni jambo la furaha kuona mamlaka za kijasiri zinachukua hatua dhidi ya uhalifu. Tumechoka na mateso ya M23. Tunataka amani ya kudumu. Mshiriki wa mkutano wa kijamii Bukavu. Taarifa hizi zinapaswa kufanyiwa uchunguzi huru. Sisi kama wananchi hatutaki propaganda, tunataka udhibitisho wa wazi na hatua za kisheria. Mwalimu wa shule ya msingi, ni muhimu makubaliano ya Doha yafuatwe kwa vitendo, si maneno tu. Tukianza kutaka kupigia mgomo, tutaweka maisha ya watu hatarini. Mfanyabiashara mdogo, nimeogopa kuwa hatua hizi zitachochea dhamu nyingi za vurugu. Serikali iangalie pia namna ya kulinda raia na kuzuia uhamishaji wa watu. Mwanamke anayesimamia huduma za afya kijijini, sahihi ni kwamba watu waliotekwa na kutendewa uhalifu lazima wakamatwe na kuteswa kisheria. Hatutaki idadi ya watu wasio na hatia kuumia tena kwa sababu ya kukosa uangalizi. Kiongozi wa kijamii wa umoja wa wakazi, wanajeshi wa nje walioshiriki ni lazima watafutiwe uwajibikaji. Nchi za kimataifa ziweke msukumo wa kusimamia utekelezaji wa makubaliano. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa, tunaomba vyombo vya habari viendeleze uchunguzi na kutoa taarifa bora, sio zinazochochea chuki. Ukweli peke yake. Taarifa iliyotolewa na Japhet Nascom ni kali na inalenga kudhiba juhudi za kile anachokihitaji kama upotoshaji.
Kutoka kwa Lawrence Kanyuka, ujumbe wa msingi ni makubaliano ya kusitisha mapigano ni ya kusitisha uwekezaji wa kijeshi wa M23. Mchakato wa kukamilisha na kurejesha mamlaka ya serikali utafutwa na vitendo vya kusambaza taarifa za uongo vitachukuliwa kama ukiukwaji wa makubaliano. Natoa maoni ya wananchi kama sehemu ya ripoti ili kuonyesha mitazamo mbalimbali katika jamii, kutoka kwa wale wanaotaka hatua kali hadi wale wanaomba ulinzi wa raia na uchunguzi huru. Mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, endelea kuwa nasi kwa matangazo yetu ya kila siku hapa BMP TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika zaidi na zenye ukweli. Bado tupo hapa DRC. Kundi la kisiasa na kijeshi M23 limeeleza kwamba serikali ya Kinshasa imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa kwa pamoja hapo jana. Makubaliano haya yalipangwa kama hatua ya mpito kuelekea amani ya kudumu katika mashinani hasa mashariki mwa nchi, ambapo migogoro ya kijeshi imekuwa ikiharibu maisha ya wananchi kwa miongo kadhaa. M23 inasema kwamba hatua ya serikali kuvunja makubaliano haya ni kinyume cha maadili ya kisiasa na kisheria na ni ishara ya ukosefu wa uwajibikaji. Kundi hili limeonya kuwa uvunjaji wa makubaliano kunachochea taharuki miongoni mwa wananchi, kunalazimisha familia kukimbilia maeneo salama na kupoteza muda wa thamani ambao ungeweza kutumika kurejesha hali ya usalama na ustawi wa kijamii. Wakazi wa mashinani wamesema kuwa kila uvunjaji wa makubaliano unadhoofisha imani ya wananchi kwa viongozi wa kisiasa na hivyo kudhoofisha jitihada za amani ya kweli. Wananchi wanashangaa kuona hatua kama hizi zikirudiwa mara kwa mara, huku watoto, familia na shughuli za kiuchumi zikibeba mzigo mkubwa wa mzozo wa kisiasa. Maoni ya wananchi. Mmoja wa wakazi wa Bukavu alisema, "Tumepoteza imani kwa viongozi wetu. Leo makubaliano yanasainiwa, kesho yanavunjwa. Hii inasababisha wasiwasi mkubwa kwa familia zetu na usalama wa watoto wetu." Mwanamke mmoja kutoka Goma alisema, "Tunahitaji viongozi wenye uwazi na ambao wanafanya kile wanachosema. Amani haiwezi kufanikishwa kwa masharti ya upendeleo au kutenda kinyume na makubaliano." Mwanafunzi wa siasa aliyojiwa aliongeza, "Vile tunavyoona sasa ni onyo kwa serikali na wananchi wote. Tunapaswa kuchukua tahadhari na kuhakikisha makubaliano ya amani hayavunjwi tena." Mkulima toka Bukavu alisema, "Wananchi wanateseka kila wakati, migogoro ikipoendelea. Makubaliano ya jana yalikuwa matumaini, sasa ni kama ndoto tu. Tunahitaji amani ya kweli, si maneno tu." Migogoro ya kijeshi mashariki mwa DRC imekuwa ikiharibu maisha ya mamilioni ya wananchi, ikiwakosesha wananchi usalama, chakula, elimu na huduma za msingi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalipewa uzito mkubwa, kwani yalitolewa kama fursa ya mpito kuelekea amani ya kudumu. Uvunjaji wa makubaliano haya unaashiria changamoto kubwa katika siasa za ndani, ukosefu wa uwajibikaji wa viongozi na hatimaye hatari ya kudumu kwa amani. Hali kama hii inahimiza vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa kushirikiana kuhakikisha kwamba makubaliano ya amani yanaheshimiwa na kutekelezwa kikamilifu. Tukio hili linaonyesha wazi kuwa bila uwajibikaji na uwazi, makubaliano ya amani hayana maana halisi, na wananchi ndio wanayolazimika kubeba mzigo wa mzozo wa kisiasa. Ni muhimu kwa serikali na vikundi vya kisiasa kushirikiana, kuheshimu makubaliano yaliyosainiwa na kuhakikisha amani ya kudumu nchini DRC. Wananchi wanahitaji usalama wa kweli, si maneno tu, na jitihada za kisheria, kisiasa na kijamii lazima ziwe imara ili kudumisha amani mashinani na kwa taifa kwa ujumla. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi kutoka hapa BMP TV Online. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua.
BMP TV Professional Update.